Karibu sana kwenye Kichanja TV, sehemu ambayo utapata elimu bora sana ya kimaisha. Utapata elimu jinsi ya kuweka akiba, jinsi ya kupanga bajeti zako. Na leo tunazungumzia jambo la msingi sana katika maisha ya fedha. Bajeti binafsi. Bajeti ni kama ramani ya fedha zako. Inakuonyesha unakopaswa kwenda na jinsi ya kufika huko bila kuingia kwenye madeni au matumizi ya kupindukia. Bila bajeti ni rahisi sana kutumia ovyo na kujikuta kila mwezi unapambana na ukata hata kama kipato chako ni kikubwa. Hapa tunazungumzia watu wengi sana utakuta anaweza kupata hata 400,000 kwa mwezi. Lakini ikifika tu tarehe 15 kile kiasi chake chote hakipo, yani kishatumika sana kwa sababu anatumia bila kuwa na bajeti ya msingi. Sasa hii ni hatari sana. Alafu kwa hiyo tunaanza na hatua ya kwanza. Hatua ya kwanza ni jinsi ya kupanga bajeti na kufahamu kwa undani ni kiasi gani cha pesa unachokiingiza kila mwezi. Hapa tunazungumzia kipato chako halisi, yani pesa inayobaki baada ya makato kama kodi au michango ya hifadhi ya jamii. Kipato kinaweza kuwa mshahara wa kila mwezi, faida ya biashara, malipo ya kazi ndogo ndogo au msaada wa kifedha unaopokea mara kwa mara. Ni muhimu kuchukua wastani wa kipato chako kwa miezi 3 ili kupata picha halisi ya kiasi unachoweza kuingiza kwa kila mwezi. Kwa sababu mtu mwingine mwezi huu anaweza kaingiza 100,000 na mwezi unaokuja kaingiza 50,000 na mwezi unaokuja mwingine akaingiza 50,000. Sasa hapa kitu halisi kila mwezi kumbe unakuwa unaingiza 50,000. Kwa sasa ile shilingi 50,000 unaweza ukaichukua ukaweka kama ukachukua labda 5,000 ukaweka kama akiba, kiasi kingine ukafanyia matumizi sahihi ambayo unaweza ukayatumia. Na hatua ya pili, tambua na andika matumizi yako yote. Baada ya kujua kipato chako, sasa ni wakati wa kuelewa wapi pesa zako zinaelekea. Andika matumizi yako yote ya mwezi mzima. Kila senti gawa matumizi haya katika makundi matatu. Kundi la kwanza, mahitaji ya msingi. Ambapo mahitaji ya msingi kuna kodi, kuna chakula, kuna umeme, kuna maji, kuna usafiri. Haya ndo mahitaji matatu muhimu sana. Alafu hitaji la pili, kundi la pili, kuna mahitaji ya ziada. Kuna starehe, outing, shopping, alafu kuna urembo. Hili hitaji ni hitaji ambalo ni la ziada kwa sababu kuna uwezekano unaweza kufanya au usifanye. Kwa hiyo sasa hitaji hili unaweza kuliwekea pia bajeti. Alafu kundi la tatu, malengo ya kifedha. Hapa tunazungumzia akiba, kulipa madeni na uwekezaji. Tunapozungumzia uwekezaji, unaweza kuchukua kiasi kidogo kununua uwanja au ukanunua kitu chochote kile maliasili ambayo hayamshiki. Hapa unaweza ukawekeza pesa kwenye biashara, unaweza ukawekeza pesa kwenye mambo ya msingi sana ambayo siku yoyote yanakuja kukulipa. Alafu hatua ya tatu, panga bajeti kwa asilimia. Hapa tunazungumzia jinsi ya kupanga bajeti kwa asilimia. Sasa tumefika kwenye hatua ya kupanga bajeti yenyewe. Tumia mfumo rahisi wa asilimia unaojulikana kama 50, 30, 20. Asilimia 50 ya kipato chako asilimia 50 ya kipato iende kwenye mahitaji ya lazima. Chukua asilimia 50 ya kipato chako iende kwenye mahitaji ya lazima. Alafu chukua asilimia 30 iende kwenye mahitaji ya ziada ambayo tulizungumzia pale kama out shopping, urembo. Haya ni mahitaji ya ziada. Unaona? Alafu asilimia 20 hii iende kwenye akiba ya madeni. Unaweza kuweka akiba au kulipia madeni katika hii asilimia 20.
Mfano wa kipato chako ni 500,000 kwa mwezi, basi chukua 2,500 ambayo ni 2,50,000 iende kwenye mahitaji ya lazima. Alafu chukua 150,000 iende kwenye mahitaji ya ziada. Alafu chukua 100,000 uiende kwenye akiba au malengo mengine ya kulipa madeni na kadhalika. Unaweza kurekebisha asilimia hizi kulingana na hali yako ya kiuchumi jinsi ilivyo. Hatua ya 4, hapa tunazungumzia jinsi ya kufuata bajeti kwa nidhamu na mshikamano. Jinsi ya kufuata bajeti kwa nidhamu na mshikamano. Bajeti haiwezi kuwa na maana yoyote kama hautaifuata kwa nidhamu. Unapaswa kujifunza kusema hapana kwa matumizi yasiyo lazima. Mfano, unaweza ukakuta kitu ambacho sio lazima sana kukinunua, lakini unajikuta tu unashawishika unakinunua kile kitu. Sasa ile haina maana halisi ya kupanga bajeti. Kwa sababu inabidi upange bajeti ili ile bajeti bana, ukishapanga bajeti inakuwa inakukataza kufanya jambo kwa kuwa ulishaipangia tayari bajeti. Jifunze kupangilia ununuzi wako. Epuka mikopo isiyo ya lazima. Kwa mfano, unaweza kukopa mikopo ambayo haina ulazima kabisa, lakini ukajikuta tu unakopa. Epuka kukopa mikopo isiyo ya lazima, na uwe na matumizi ya biashara ya kifedha. Tumia daftari au app ya bajeti, MoneyLover au Moneyfy, kusaidia kusimamia matumizi yako ya kila siku. Unapofuata bajeti ya nidhamu au bajeti kwa nidhamu, utajenga tabia nzuri za kifedha ambazo zitasaidia kwa maisha yako yote. Hatua ya 5, kagua na rekebisha bajeti ya kila mwezi. Hatua hii unakagua na kurekebisha bajeti ya kila mwezi, kwa sababu siku zote maisha hubadilika sana. Matumizi ya mwezi uliopita na matumizi ya mwezi huu uliokuwa nao sasa hivi yanawezekana ikawa ni tofauti sana, kulingana na jinsi binadamu tunavyokuwa tunaishi kwa utofauti, kwa sababu mwezi uliopita na mwezi huu unakuwa ni tofauti. Inawezekana mwezi uliopita uliishi kwa mazingira rahisi sana kufikia malengo kuliko jinsi utakavyoishi mwezi huu. Wakati mwingine kipato kitaongezeka, wakati mwingine kipato kinapungua. Ndiyo maana ni muhimu kukagua bajeti yako ya kila mwisho wa mwezi, angalau kwa miezi 3 mfululizo, ili uwe unaangalia miezi 3 hii nimepokea kiasi gani. Ukipokea kiasi kinachofanana, basi utakuwa unajua kabisa kama kipato hiki ndicho kiwango changu ninachostahili kupangia bajeti. Ndiyo maana ni muhimu kukagua bajeti ya kila mwezi. Kwa mwezi, angalia kama ulifuata bajeti, ni wapi ulizidi kutumia na ni nini cha kuboresha mwezi unaofuata. Pia kama umefanikiwa kuweka akiba zaidi, hongera. Ongeza malengo mapya ya kifedha kama kuwekeza au kuanzisha biashara ndogo. Hapa kwenye biashara ndogo wengi hawajui tunazungumzia biashara ipi. Unaweza kuwa na biashara ndogo kama kuuza pipi hizi pipi ambazo ni shilingi 50 kulingana na baadhi ya sehemu jinsi zinavyouzwa. Unaweza kuanzisha hata biashara ya kuuza maji. Unaweza kuanzisha biashara hata ya vifaa vya elektroniki. Kwa mfano, kama ukifika pale Kariakoo, unaweza kaagiza vitu kwa bei rahisi sana ambao ukapeleka vijijini huko ukauza kwa bei kubwa sana. Hitimisho langu hapa, tunahitimisha kwa kupanga bajeti. Kupanga bajeti ni sawa kwa matajiri. Kupanga bajeti si sawa kwa matajiri tu. Hata maskini ana uwezo mkubwa sana wa kupanga bajeti. Ni kwa kila mtu anayetaka kusimamia maisha yake kwa hekima, kwa kufuata hatua hizi 5.
unaweza kujijengea maisha ya utulivu kifedha, kuepuka madeni yasiyo ya lazima na kufikia malengo yako. Kama umejifunza kitu leo, usisahau kulike video hii, kucomment na kusubscribe kwa content zaidi kama hii hapa Kijanja TV. Asante sana kwa kutazama hii channel yetu, na asante sana kwa kusikiliza, maana najua leo hii tumejifunza vitu vingi sana. Subscribe, share, like, sambaza kwa marafiki ili nao pia wajifunze kupitia masomo kama haya kutoka kwenye Kijanja TV. Asanteni sana.